Karibu sana mtazamaji ambaye umekuwa ukitutazama kupitia YouTube yetu ya Mwandete Family. So tumekuwa tunafanya tukio ambalo linaendelea, na sasa tuna jambo ambalo tumelianza. Labda hapa mke wangu anaweza akalizungumzia ni kitu gani hasa, japo mmeona kwenye live ya jana, na leo hii tunataka tukate sehemu ya kipande hiki ambacho ilikuwa ni tukio zito kweli. Karibu sana. Asante sana. Kwanza tuanze na kumshukuru Mungu kwa kutuepushia ile tukio la jana, maana lilikuwa ni tukio kubwa kiukweli, yani kubwa. Mimi mwenyewe yani mpaka yani kila nikilifikiria hata usiku pia limejirudia kwenye yani mpaka nimeliota. Lakini sasa ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu jambo limeshapita. Kwa sasa tunataka tu tuongelee kutokana na vitu ambavyo tumevianzisha ambavyo ndo vimeanza jana. Jana tulianza kwa ajili ya kuandaa bustani yetu ya mboga. Na kwa hatua fulani tulifanikiwa kuandaa tuta mbili. Tukafanikiwa pia kuweka baadhi ya vitu chini ambao ikiwemo ni mboga ile au figiri au figiri na lingine la nini lile lingine halikuonekana, hatukuonyesha kwa sababu tulikuwa tumebase na tuta moja lile ambalo tuliweka figiri. Ile nyingine ni girigirani coriander. Wenzetu girigirani au coriander. Pia tulifanikiwa kuweka chini. Kwa hiyo tulifanikiwa kupanda mbegu 3 ambayo ni loshu, figiri, coriander pamoja na pilipili. Ila sasa kabla ya yote hayo kilichotokea bwana, mimi siwezi kuongea. Sasa yeye hawezi kuongea kwa sababu hata kama ulivyoona jana, kama ulikuwa live jana ukatazama, alikimbia. Mimi ilibidi nikomae binafsi kama mwanaume kama baba wa familia. So tulikutana na nyoka mimi ukiangalia kwenye tukio na kuonyesha hapo, ukiangalia hapo nilikuwa nimeshika hiyo kikombe kile, kama kikombe au kama stand ya stuli. Ilikuwa gani matumizi ya zamani, stand ya stuli. Kwa kule ndani pana nafasi. Kwa sasa kumbe ndani kule bana nyoka alikuwa ametulia pale. Bwana ilikuwa sio poa. So lakini nilivyokuwa nimeshika, namshukuru Mungu nilikuwa sijadumbukiza kidole ndani. Nilikuwa nimemshika, yani kama hivi nimeshika hii mic yangu. So ninatazama kule ndani ili nikague. Nilikuwa makini, nilikuwa nahisi hicho kitu, nilikuwa nishajiandaa kiakili uzuri. Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa hapa nyoka atakuwepo, na ni kweli. Kuja kuchungulia hivi nakutana, namuona, yani naona sehemu kama hapa ya mkono, naona tu mgongo. Anajitengeneza. Anatembea, anajizungusha ndani ya nani? Ya nini? Ya nani ile kicontainer. Kwa hiyo nikatupa chini hivyo, namshukuru Mungu, tukamdhibiti, tukampiga pale, nikampiga. Sio tukampiga, nilimpiga. Maana hata watu naambia familia yangu nisaidieni kitu fulani, jiwe, wananipa jiwe la kuua ndege. Ikawa ni changamoto, lakini namshukuru Mungu ndio nilifanikiwa kukamilisha. Kabla ya hapo kwanza ilibidi baada ya kumuona sasa mimi badala ya kunani zunguka huko, badala ya kumsaidia mwenzangu, badala ya kumsaidia mwenzangu mimi nikawa nawaza jinsi ya kutoka nje ya geti kwenda kutafuta usaidizi. Nikiwa namuita kaka mmoja ambaye anaitwa Salimini alipita. Sasa Salimini sijui ndo anakulaga nyoka, mimi siwezi kuelewa. Kwa hiyo pale nilikuwa nimechanganyikiwa, yani sijui nifanye nini. Cha maana pale nilichofanya namshikilia Louis sasa. Sijui hata nifanye nini, lakini nyoka kwa kweli mimi sina yani nyoka. Ndio hivyo ndugu zangu. Kwa hiyo tutakavomaliza video hii tutawekea kuanzia tukio hili lilichukua kama dakika 10. Lilikuwa tukio sio zito. Kwa hiyo tutawawekeeni hapo pia mweze kutazama. Sasa tuachane na hii story ya nyoka. Watu wanataka kutarajia kusikia labda malengo ya bustani ni nini, labda wewe kama mama wa familia, je, tuna mpango gani? Tutapanda nini na nini pale? Kwa kweli malengo ni makubwa mno. Kikubwa kwanza ni uzima. Maana kwenye hivi vitu changamoto ni nyingi kwa kweli. Maana ni vitu ambavyo ndo kwanza tunavianza. Ndo kwanza tunavianza, lakini
ni kumwomba Mungu tu kutupa uzoefu na kukoma. Ndio maana unaambiwa labda ukitaka kufanya jambo, yani sio kwamba eti unasema najaribu. Sisi tumeamua kulifanya na naamini litafanikiwa kwa uwezo wa Mungu. Kitakachofuata, kila kitu kitakachofuata, kwa kweli maendeleo yote mtakuwa mnayapata na mnayaona. Pale bado hatujamaliza kutokana na uhaba wa mbegu. Pale bado kuna mbegu nyingi ambazo tunatakiwa tuzipate, ikiwemo mbegu ya matunda. Tunataka tujaribu tufanye. Na tutarajie ni maana hii video itaruka leo, lakini je, hizo mbegu labda leo tutaweza kufanikiwa kweli kukamilisha kuzinunua na kuzipanda? Tunaweza kufanikiwa kwa sababu ndio ratiba ilipo. Nataka nifuatilie hizo mbegu, zitakapofika tutaonyesha, na tutakapoweza kuanza kuziweka chini pia tutaonyesha. La mwisho labda tumalize ili tuwaonyeshe watu tukio, afu sisi tuendelee na majukumu. Na live pia tutaweza kurusha live kwa sehemu kama ikifaa. Sasa mimi la mwisho nilikuwa nataka nikuombe. Hii nyoka. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia pale ingekung'ata. Yaani ndio ingekuwa bye bye. Yaani ndio ingeleta picha nzuri yani. Yaani kwamba ndio tukio ndio lingekamatika, linge trend sana. Yaani lingeshika namba 1. Lakini sasa basi tunamshukuru Mungu. Huyo rafiki yako bana, mwambie hapana hiyo haifai, kwamba ningeng'atwa. Nyoka na urafiki. Wewe hatumjamjua nyoka ni namna gani, ni ana sumu gani? Yule nyoka ni mbaya. Yaani nyoka ni nyoka. Atakuwa ni nini mimi kwa kweli? Sasa Black Mamba, unacheza na Black Mamba? Ni nini ile? Kwa hiyo ndugu zangu bana, ilikuwa sio poa. Tunamshukuru Mungu kwa sehemu hiyo ambayo tulipita pale tukamaliza. Na swala la mazingira hayo kuhusiana na garden hiyo ya mboga mboga, bustani ya mboga mboga, nadhani kama wife alivyosema hapa, tutaendelea kuwapa update zaidi na zaidi. Na tutarajia tutakuwa tunarusha live mara kadhaa pia kwa wewe ambaye unapenda kutufuatilia mbashara. Tuko tunawekea clip fupi kama hii, lakini baada ya hapo tena tutaendelea kuonyesha live. Sisi hatuna la ziada, labda tusikie na sauti ya dada Lui. Si ndio? Ndio, naye aongee maana jana alimshuhudia nyoka. Lui, ongelea nyoka, ilikuwaje jana? Ile nyoka. Naenda shule. Naenda kuchukua maziwa, anakuja. Nachukua maziwa, nakuja kula, bana nakula ile chakula. Haya sawa, tuage kule. Haya, tuseme jamani, sisi hatuna la ziada. Tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia sisi kama Mwandete Family. Tunakushukuru. Share, like, comment. Unakuwa umekuwa mtu wa muhimu sana kumejiunga nasi kama familia. Hivyo maisha sasa hivi ni mtandao pia, ni sehemu pia kukutana na watu. Hatuna la ziada, ndio kusema asante. Una la mwisho? Hamna, sisi tunachoomba tu ni support zaidi. Msiache kutufuatilia na kutusupport, na pia comment zenu ndo tunazozihitaji zaidi. Pale tulipokosea mnatuambia, mnaturekebisha. Sisi ndo tunazohitaji. Usijisikie vibaya kuongea chochote. Wewe ongea chochote. Tupe ushauri. Yaani tunahitaji sana ushauri. Kwa hiyo sisi lolote tutalipokea. Tunawashukuru sana. Ni kushukuruni kwa niaba ya familia ya Mwandete Family na akaunti ya YouTube Mwandete Family. Sisi hatuna la ziada. Tunasema sasa hivi tukatazame video, tukusane kwenye video zingine za live. Asante sana. Lui! Lui! Jone. Iya, baik.
Hello guys, we have some ideas. We have this. It was a initial. It was a table what? Table stand. Or table handle. You can see table handle, this one. So we are going to loop. We are going to repeat. You know the. Umetoa wapi? Leta nani? Kakumata. Hajaning'ata. Hapa. Bora nimeona. Hapa. Ah, yeah, sorry. Woo! Naomba nani? Panga, naomba hilo panga. Panga ataruka. Ndio unamshughulikia huyu. Piga jiwe. Bado sijampata vizuri. Naomba jiwe. Jiwe? Kwisha habari yake. Kwisha. Woo! Say. Ngoja niwaonyeshe walimwengu. Sasa angening'ata vibaya. Ngoja angening'ata. Yaani angening'ata. Tayari ashakufa. Guys, hope you can see. Oh. Woo. Si ni mkubwa. Pale kilikuwa chini ya ule mgomba. Alafu unajua hata nilipobeba nikaa nasema huu hapa kosekani nyoka. Yaani nilihisi hicho kitu. Ngoja tukague sasa kwenye hiki kiroba, lakini hawezi akawa wawili. Kwa mmoja shughuli yake imeisha. Sitaki usiguse tena. Tunakagua kwa usalama zaidi. Kwa mama mtu mmoja. Toka Luisa. Sogea mbali. Kichwa chake iko wapi? Kichwa chake inacheza. Kichwa chake. Ponda kichwa ina sumu hiyo. Hana ujanja huyu. Unaona nyoka huyu? Aseni Mungu mama leo. Hivi tu. Guys. Unaona anapojisokota? Kichwa chake hicho kinacheza. Acha bana mambo ya. Hicho kichwa kinacheza, sasa mimi sinamjua nyoka vizuri. Unamjulia wewe ushamtunzaga nyoka. Mweke chini umponde kichwa, hata ubichi. Nyoka ashakufa au nimemponda na hii nani hii? Kichwa yake hiyo isiuponde hivi tena, sasa mbona mbichi? Ngoja nikate kabisa. Nimekata. Onda kawe cha parara. Hivyo basi. Hapa nimeridhika. Tumepata hata nguvu ya kula. I said. Sina hamu jamani. Sina. Ngoja nikamtupe kule kwenye moto. Haya. Kiacha. Sasa ndo yake umeanza kuchunguza na umechanganyaje. Tembuse wewe.
Hapo ni neno. Mimi alikuwa anakula panya. Yule panya angekutana naye yule. Angekula kwa moto. Kusema za ukweli, ujasiri mimi na nyoka sina. Yaani hapa mimi naogopa kibaya mno. Yaani hapa hata sijui nifanye nini tena kweli. Katika hadi mudi kweli. Yaani hiki nitakishika, lakini nahisi kama ndo nimenishika mwenyewe. Yaani hata hivi hakina kitu, lakini nahisi bado yumo. Nikae tu nivute pumzi maji. Yaani nahisi hata nikishika hivi hii panga ya mwanaume sikununua bure. Maana amekaa hivi, si nimekaa pale hivi, nimesimama hapa hivi. Akane kinyoshe. Nikasema huyu mpumbavu. Anijui. Nikazungukia nikamzungukia hivi. Nikaja hapa hivi. Si utaona video baadaye nikakaa hapa nikaa nafanya hivi. Hapo nikapiga akaona amegeukia huko akakaa hivi. Alikuwa ni mkali. Pale kwenye yale nani inabidi tutawaambia leo tufanye sana. Ndio pale chini saa ningemkagulia kule sangepotea. Nyoka ni lazima ukishamkama. Yaani hivi tumemuua tunaona usalama. Amekimbia amepotea na Mungu. Unakuwa na amani gani? Yeye amekimbia amepotea kujia nenda wapi? Wewe. Asi ni hatari. Na hata hii nyavu yenyewe si imekaaje hii. Hii na tukipata mama. Tunabadili na hiyo. Badilisha. Niko hivi ustaarabu mwingine. Hivi. So guys, ni hivyo. Tumekutana na mjumbe. Hii video takata kipande cha nyoka nikirusha chenyewe. Yeah. Lakini tumshukuru Mungu tumeweza kumdhibiti, tumemuua kabisa. Ile kama sio kobra, sijajua tunajua tu. Nimemuona, unaweza kurudi nyuma kaona ile tukio, ukacomment kama ni nyoka gani haya, tuambie. Ila ndio. Ndio mambo. Ile kinga ya mamba. Mbona anabadilika? Yaani nimefungua hivi mvugo nimeona huko nyingine naona ngozi inatembea yani kama ngoroka ndo anajiandaa. Nasema mbona nimeingiliwa hapa? Ulikuwa wapi sasa zile taangalia video maana nilirusha hapo chini. Sema tulimuona. Nilirusha chini nimemwona kichwa chake. Yaani umerusha hivi akaanza kutoka hivi. Akasimama hivi akasimamisha. Sasa mimi wazo langu lote kwamba vile ulipotupa umeng'atwa. Okay guys, baada ya kumaliza kupambana na nyoka na hatimaye tukaamua kuendelea kudesign garden yetu hii garden yetu ya mboga. Kwa hiyo sina mengi mengine ya kuzungumza, ni hayo tu kwa uchache kwa siku ya leo. Sina la ziada, naweza nikasema kwa sasa hivi bye bye. Na bila kusahau, usisahau kusubscribe Mwandete Family YouTube channel. Asante sana, endelea kuwa nasi ndugu mtazamaji kwa maendeleo na video zingine zaidi. Asante.